Hi guys, karibuni kwa channel yangu. Leo nabadilisha hili dera kwa suruali kama hivi nimeonyesha. Suruali kubwa lenye mpira la elastiki kwa kiuno, halafu lile la kuachilia. Karibuni kwa channel yangu, kwa majina naitwa Mkesha. Kama kawaida, tunaanza na line yetu pale nimeweka kiuno, halafu nikaweka line ya hips kama vile mnavyoona hapo. Kwa kiuno mpaka kwa hips nimeshuka na 9. Halafu natafuta line ya fly ama line ya crotch. Sawa? Ukitaka kupata line ya hiyo, hiyo ni line ya hips, samahani. Kwa hivyo kuna line ya kiuno juu, alafu hips, alafu ya fly. Hata nimeandika hapo. Sawa? Nachukua hapo kwa kiuno changu, nitaweka alama zangu za hips, nikigawa mara 4, alafu nitaongeza inchi 1.5. Pia nakuja pale kwa fly, eka measurement zangu za hips, naongeza inchi 1.5. Halafu hapo ninaongeza naeka inchi 2.5 extension ile ya fly, ile ya kutengeza hiyo curve. Sawa? Okay. Haya, tunarudi tena kwa sasa. Ukishapata hiyo kipimo chako hivyo, nikashuka hapo chini na inchi 1 kwa kiuno, kwa sababu kiuno chetu kiko wima. Sawa, kiko kevu hivi. Ndio maana sasa nitachukua hivyo vipimo ambavyo viko hapo, nitashuka navyo chini mpaka pale kwenye miguu iko. Najaribu tu kushikilia vizuri hicho kitambaa changu, kwa sababu hujui kitambaa cha dera cha teleza. Sawa, alafu nitaweka hizo alama ambazo nimechukua pale kwa crotch pamoja na extension yake, niweke pale chini kwa miguu. Ukitaka kujua vile nimepata hiyo extension pale kwa fly, ukichukua hips yako kigawa mara 4, kipimo namba yenye utapata ugawe tena mara 4, samahani. Ugawe tena mara 4 ndio utapata ile extension. Sawa? Okay, sasa najaribu kutengeneza line ya. Okay, nilikata. Alafu sasa nataka nikate ya nyuma. Kukata ya nyuma, nitachukua ya mbele niwekelee juu kama vile mnavyoona tu. Fuatiliza tu vile unaona. Nimewekelea juu, najaribu kuonyesha hiyo ni line yangu ya fly, alafu naweka extension kake cha inchi 2.5. Sawa? Alafu nikatengeneza hiyo curve, nikachora pia line zake. Lakini sasa tutaanza hivi. Nimewekelea hapo. Nitakuja hapa kwa hiyo ya nyuma, nitaongeza tena inchi 2.5 ya extension ile ya fly, inchi 2.5. Kwa hivyo yako ukishafanya hesabu zako, ukipata kama zako ni 3, ongeza 3 hapo. Alafu nakuja nanyoosha line hapo, naongeza inchi 1.5, kwa sababu huko nyuma tuna makalio na makalio huo yamepanuka, yamefura. Kwa hivyo lazima tuongeze hivyo ndio yale yaketi vizuri kwenye kiuno. Hapo nikazidisha na inchi 1.5. Ukiwa wewe ni mkubwa, una makalio makubwa sana, eka inchi 2 mpaka inchi 2.5. Sawa? Alafu nikachukua line yangu ya hips kama kawaida, kanyoosha line ikawa sawa sawa hapo kwenye kiuno. Kumbuka kwa kiuno bado tunatumia measurement zetu za hips. Hatujaweka za kiuno kwa sababu hii ni ya mpira. Sawa, tulichukua hips yetu tukagawa mara 4 pale kwa kiuno, tukaongeza inchi 1.5. Ndio maana likawa likubwa hivyo ile suruali. Kama unataka liwe likubwa, wewe acha tu measurement zako za hips. Kama unataka liwe kubwa pia zaidi, ongeza kama inchi 5, inchi 3. Vile unavyoongeza kitambaa, alama zako ndio ndivyo ile suruali zinakuwa likubwa. Halafu ujue ukitaka muone, kila itegemea unatumia kitambaa gani. Ukitumia kitambaa vya dera kama hivi, muonekano zao uwezo kwa tofauti. Ukitumia kitenge ndio itatokea kama limefura hivi. So inategemea. Kabla hujakata, jiulize unataka kupata muonekano gani. Sasa unaona, sasa nakata suruali yetu vile nilionyesha. Hizi naweka alama za kuweka mifuko. Nikashuka kutoka kiuno na inchi 1, alafu nikaweka inchi 6 kushuka chini ya mifuko. Hapa najaribu kutoa ile bandi ya kiuno. Nimetumia inchi 2.5. Hiyo nusu ni ya kushonea. Sawa. Nakata tu niweke vifaa vyangu kamili. Ukiona labda niko mbio sana katika kueleza, samahani. Niko na video ambayo nimeonyesha jinsi ya kukata suruali
ya palazzo. Nenda kwa hiyo ukaangalie kwanza, alafu uje uangalie hii. Utaelewa kabisa tofauti ni kwamba hii ina mpira kwa kiuno, ile ilikuwa haina mpira kwa kiuno. Sawa ndugu zanguni, asanteni. So naendelea kukata kiuno ni waistband yangu. Sawa. Sasa hapa nataka naonyesha vile ambavyo nitajoin hizi vitambaa. Sasa naenda mbele na join hapa kwenye fly mbele na nyuma. Hii ni ya nyuma, nashikanisha fly yake upande wa kushoto nikaunganisha. Okay, kwa mifuko ninakuja hivi. Kwa mifuko upana wake nimechukua inchi 6, urefu nikachukua inchi 11 au inchi 10. Nilichukua inchi 11, ukishashona ukitumia nusu inchi itabaki ngapi? Inchi 10. Alafu natengeza kavu namna hivi. Wewe angalia tu hiyo kavu vile natengeza tu. Ukiangalia kitu unaweza kusoma mambo mengi zaidi. Hivyo. Nitaleta karibu muweze kuielewa zaidi. Unaona? Unatengeza tu kavu kwa sababu kutoka hapo mpaka chini ni 6. Okay. Nitakata. Nitawekelea karibu hivi ndo niweze kutoa hizo alama pamoja. Karibu. Nakata sasa hivyo. Sawa, inafaa kitu kikidai kama hicho, alafu unaachanisha hapo. So nishaunganisha hapo. Sasa nataka kuanza muunganisha hapa kando. Nilipounganisha suruali kando by the way, niliunganisha kamili hii suruali kabla sijakuja hapa kuelezea, hii kabaki hapa katikati. Sawa? Naona niliunganisha kwa crotch, kaunganisha kwa kando, alafu nikaunganisha katikati kama vile ninavyoonyesha namna hiyo. Lakini hapo unganisha na hapo. Alafu kunje huko chini. Uiset iwe iko tayari. Tunaleta ile mfuko wetu. Nakuja hivi. Unaona vile mfuko umekaa? Hakisha pia unakaa hivyo. Hapa ni ile nafasi niliacha ya inchi 6. Naleta hivi. Ninachukua kipande cha juu, ninaunganisha hapo kwa mfuko na nusu inchi, alafu ninaunganisha pia hapo na nusu inchi. Hiyo ni pande ya juu. Alafu pia upande wa nyuma iko na yake. Unaangalia pia zinaangaliana vizuri upande wa kulia. Nashika hivyo naunganisha nusu inchi. Sawa. Alafu nitawekelea hivi. Baada ya kuwa ushashona, ukiekelea kwa meza yako itakaa namna hii. Alafu ngojeni nipange. Itakaa hivi, alafu utarudi tena ushone huku round hadi hapo. Alafu uunganisha na hapo chini. Ufanye na pande nyingine uje uendelee. Okay, nishaunganisha mifuko, nishaunganisha suruali, bado mpira hapo kwa kiuno. Unaona mfuko umeenda hivyo. Sasa bado kuweka mpira kwenye kiuno. Naonyesha hivi nilivyokuja nikashona hapo. Sasa hapo tunataka kuweka huu mshipi wetu ama elastiki yetu kwa kiuno. Tunakuja hivi. Yaani itazungushiwa hivyo round. Najaribu tu kuonyesha vile itazungushiwa. Hivyo. Najaribu pia kupima nione usawa yako ni gani. Ndio niweze kukata hiyo nyingine iliyobakia. Hapa niko na hiyo bandi yangu ya inchi 2.5 ikiwa kwa mkunjo. Sawa, kwa maanisha kifungua itakuwa ni inchi 5. Nitashika hivi sehemu zile ambazo ziko wazi. Alafu nitashona na inchi 1. Sawa. Alafu nitaruka nusu inchi. Alafu nishone hivyo. Alafu naruka nusu inchi. Alafu nashona huko kwingine mpaka chini. Kwa hivyo kutakuwa na tundu hapo katikati. Hiyo tundu tutatumia kuweka zile kamba zetu za kuvuta. Sawa. Tena nikashona nje niwaonyeshe. Nishashona. Hivi ndivyo inakaa. Tunaona vile inakaa round. Alafu shimo imebaki hapa ile ya nusu inchi. Ndio hiyo. Sasa nitaenda ninyooshe hivi. Alafu nipigilie kando ili izulie tu
hizo nyama za nguo zishikike hivyo. Sawa, alafu tutabaki na pale katundu. Alafu nije nionyeshe vile tunaweka kwa suruali yetu. Tunachukua suruali yetu na tunachukua hiyo bandi yetu ya kiuno, mshipi wetu wa kiuno, ama nachukua ile katikati ambayo ina tundu, nashikanisha namna hiyo. Alafu nahakikisha ile tundu inalalia upande wa mbele wa suruali hivyo. Kidogo najaribu kutayarisha mpira. Mpira wako kitakujua size. Mimi natumia mpira wa inchi 2. Unaweza tumia inchi 1.5 afu ongeze nusu kushonea. Mimi natumia inchi 2. Sasa mpira wangu unachukua kipimo chako cha kiuno. Mimi kiuno changu ni 28. Alafu unatoa 1. Sawa, ukishatoa 1, hiyo ndio itakuwa unatumika kwenye kiuno chako. Okay, unaona nimepigilia hapo. Tumebakisha na ile tundu nusu inchi. Tunachukua suruali yetu tena. Tunaishika hivi. Nigeuze vizuri. Tundu iangalie upande wa mbele wa suruali. Tafadhali ako katundu. Hakisha tu vile unavyoshika, iangalie upande wa mbele. So, alafu twende tukashone. Sasa najaribu tu kuambia tunafaa nishone nizungushie round hivyo. Okay. Nimeenda nikashona, nikazungushia. Hivi ndio inakaa. Sijaingiza mpira. Sasa tundu limebaki hapo kadogo. Ukifanya vizuri utaona tundu liko hapo katikati na huo mstari uko sambamba na huo mstari wa fly. Alafu sasa nachukua pin yangu, naweka ile elastiki ndani, navuta. Kwa najaribu tu kupima kiuno chake. Ni ngapi? Ilikuja karibu 54 hivi. Kwa hivyo kiuno ni kipana. Ndo italeta ule muonekano wa hiyo suruali kuwa kubwa kubwa hivi. Sawa? Pana. Kama umeniangalia kufikia hapa, nasema asante sana. Endeleeni kusubscribe na kulike na kushare na kusupport dada yenu. Si rahisi, lakini tunafanikiwa kwa support zenu kidogo kidogo ambapo mnanionyesha. Asanteni. So nilienda nikatengeneza zile kamba za kuingiza ile tuvute. Nilichukua tu inchi 1.5, nikakunja mara 2, alafu nikakunja tena, nikatengeneza zile kamba. Kamba niliweka urefu wa mita 1, sawa? Unaona ile nafasi tuliingiza ya mpira, ndio hiyo nafasi ndio tutaingizia ile elastiki. Lakini kabla ya hapo, kama ungependa, unaona hapa kutoka chini nashona na nusu inchi round na nashona pia na nusu inchi round. Nazunguka hicho kiuno ndo nitengeneze ile mpira tunaipigilia pale. Huwa inakuwa na muonekano mzuri sana. Acha nipigilie nije nionyeshe. Hivi. Okay. Naona nimepigilia mpira. Nimejisuka vizuri. Hapa, acha niseti kamera vizuri muone. Okay. So, pale kwa ile mpira nataka niende niingize ile kamba. Sasa ile ya kuvuta pale kwenye kiuno. Takwenda niingize tu pole pole. Hizi zote zinatakana ukuwe na niseme vipi, patience. Usikuwe na haraka. Weka tu pole pole, tumia wakati wako vizuri, hakuna haraka. Bora utoe tu kitu kizuri kama ni yako ama ni ya customer. Lakini unasema kabla ya kushonea customer, jaribu kwako mwenyewe ndio ushonee customer. Okay. Hivi ndio inaonekana, ndio hizo unaweza kuvuta hivyo. Hii suruali ni nzuri sana na yani kuna kufanya uwe yani comfortable, unaweza naenda nayo mahali popote, weza safiri nayo mahali popote na inapendeza sana sana sana. Utakuwa ukitengeneza hiyo suruali ukitembea, customer wenyewe wanakuuliza ulishona wapi nini, hivyo ndio utapata kazi. Asanteni.